Bana, leo ilikuwa ndo ile siku ambayo kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu ilikuwa inasikilizwa mahakamani, mahakama ya mwanzo Kisutu. Sasa wengi wametokea kuvutwa na hisia juu ya tukio hilo mara baada ya Tundu Lissu kuletwa pale mahakamani. Mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa Tundu Lissu alipokuwa amewasili katika mahakama ya Kisutu mida ya saa 3:41 asubuhi akiwa chini ya ulinzi mkali wa zaidi ya askari magereza 6. Ujio wake uliibua shamla mahakamani, ambapo eneo hilo la kimahakama liligeuka kama uwanja wa hadhara kutokana na msisimko wa waliofika kumsikiliza. Mara baada ya kufikishwa kizimbani, Lissu alipaza sauti kwa kutumia kauli mbiu maarufu ya Chadema, hali iliyopokelewa kwa shangwe na vigeregere kutoka kwa wafuasi wake na wageni waliokuwepo mahakamani. Askari waliokuwa wakimlinda walionekana kushindwa kumzuia wala kuwazuia waliokuwepo ndani ya ukumbi huo wa mahakama. Lissu alianza kwa kutoa salamu kwa mabalozi waliokuwepo akisema, "Mko vizuri waheshimiwa mabalozi? Na washukuru sana." Kauli iliyopokelewa kwa msisimko mkubwa bila kujali uwepo wa ulinzi. Aliendelea kuzungumza kwa uhuru kama kana kwamba yupo katika mkutano wa hadhara. Aliendelea kwa kusema, "Wanayataka wameyapata," huku akionyesha nyaraka alizokuwa amezishikilia mkononi na kuongeza, "Mzigo ndio huu hapa." Akiendelea na hotuba yake isiyo rasmi, Lissu alisema, "Eti wanasema mimi niliwasema vibaya majaji? Waliwahi kumsikia Jaji Warioba aliwasemaje majaji? Eti mimi niliwasema kushinda Warioba." Aliwakaribisha waliokuwepo mahakamani kwa maneno ya furaha, "Nafurahi kuwaona wote, msiogope, kila kitu kitakwenda sawa." Kisha akasema, "Jenerali Ulimwengu, I'm happy to see you. Rais Mwabukusi, I'm happy to see you," huku akiwa bado amezungukwa na askari wa magereza. Lissu pia alizungumzia taarifa kwamba jaji mkuu wa Kenya amerudishwa uwanja wa ndege ili asije kusikiliza kesi hiyo, akisema, "Sasa mmekwisha." Akimtazama mmoja wa viongozi wa chama aliyekuwa na machozi, Lissu alimfariji kwa kusema, "Mwenyekiti, unalia? Usilie, huu ni wakati wa kulia, huu sio wakati wa kulia." Aidha, alitumia fursa hiyo kuwapongeza viongozi wake kwa kazi kubwa walioifanya. "Mmefanya kazi njema sana, hongereni." Baadhi ya wanachama wa Chadema waliendelea kumpa moyo kwa kupaza sauti, "I love you," naye Lissu akajibu kwa uchangamfu, "I love you too." So hiyo ndo sakata ambalo lilikuwa likiendelea hapo mahakama ya Kisutu pale ambapo Lissu alikuwa amepandishwa kizimbani. Sasa hiyo kesi bwana ikaahirishwa. Kesi ikaahirishwa na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeusisitiza upande wa jamhuri kwenye kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kukamilisha upelelezi wa shauri hilo. Awali upande wa jamhuri ulidai mahakamani hapo kuwa upelelezi wa shauri hilo unaendelea chini ya jeshi la polisi na kuomba tarehe nyingine ya kutajwa au tarehe nyingine kutajwa ili kuja kusikiliza shauri hilo. Jopo la mawakili wa utetezi lililoongozwa na wakili Dr. Lugemaliza Nshara, Mpale Mpoki
Peter Kibatala lilipinga kauli hiyo ya upande wa jamhuri na kuimba mahakamani na kuiomba mahakama kuitaka upande huo useme kinachokwamisha upelelezi huo. Upande wa utetezi ulieleza mahakamani hapo kuwa mteja wao Tundu Lissu hajakutwa na hatia hiyo. Wameiomba mahakama hiyo kuondoa ulinzi wa askari hao unaopelekea kupunguza uhuru wa mteja wao mahakamani, na kwamba kitendo hicho ni kinyume cha katiba. Katika hatua nyingine, upande wa utetezi umeiomba mahakama hiyo kutosikiliza shauri kwa njia ya mtandao kwa ilivyokuwa kwenye kesi ya uchochezi. Upande wa jamhuri ulieleza kuwa hoja ya utetezi haina mashiko na kwamba ulinzi huo unatija kwa mtuhumiwa. Upande wa jamhuri ukijibu hoja za ucheleweshwaji wa upelelezi huo umedai kuwa hakuna sheria yoyote inayowalazimisha kueleza swala la upelelezi. Baada ya mabishano makali kisheria, hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo Franco Kiswaga amesema kwa kuwa shauri hilo linagusa hisia za wengi, hoja za upande wa utetezi zina mashiko na kwamba shauri hilo litatajwa tarehe 2 Juni 2025 na Lissu atafikishwa mahakamani hapo. So hiyo ilikuwa ndo kauli ya mahakama kwamba shauri hilo limesitishwa. So mpaka pale tarehe 2 ambapo mwezi wa 6 litatajwa tena shauri hilo la uhaini kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Lakini nilitaka kuona maoni ya watu wao wanasemeje kulingana na hiki ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akiendelea kusota maabusu, huku kesi yake leo tena ikiwa imeahirishwa na kuja kutajwa tena tarehe 2 ya mwezi wa 6. Sasa huyu wa kwanza yeye alisema tutampigia kula akiwa mahakamani, lakini mwingine akasema ninajua sana hii sinema, kesi itaendelea kuahirishwa hadi mwisho wa kampeni, ataachiwa huru bila masharti yoyote. Chadema wao waingie kwenye mchakato, watapata wabunge tu. Lakini huyu mwingine yeye alianza kwa kusema, kwa nini Tanzania tusiwe kama Kenya? Hakuna kuongea, action tu, tupige sana watu wasioeleweka na viatu. Lakini mwingine amesema wewe na Ramba ni ujumbe ni mkali sana. Lakini mwingine akasema Watanzania ni wajinga, hawajui haki, mtu wengi wanabwabwaja maneno. Wakati mwingine akasema eti Yohana wengi ni uchafuzi wa majina, jinga kabisa. Huyu mwingine akasema mwana Singida na Mtanzania mwenzangu, uwe na moyo wa ushujaa daima kama Mungu alikuokoa na kifo cha risasi kama mvua. Sembuse hili kwa Mungu jepesi sana, najua mwisho wa ubaya ni aibu. Lakini mwingine akasema hana sifa ya kuwa kiongozi na hapati uongozi wa dola, hata afanyeje sana wataumia. Lakini mwingine akasema hakuna mzoefu wazi, ingia kazini utajua kufanya kazi. Lakini mwingine akasema Lissu ni mwamba. Huku mwingine naye akasema askari mmoja tu angetosha, wote 6 wa nini? Muda huo wanayemlinda hana silaha wala hajawahi kuwa mwanajeshi, kwamba angewazingua. Lakini mwingine akasema nimepitia sana komenti zenu, wengi ni hamjui chochote, wanampenda mtu hana hata uzoefu wa kuongoza nchi. Nyie mnataka hiki chombo kizame kabisa, na hapa wengi ni wavivu, wanafikiri Lissu akiwa madarakani
watapata mkate bure wakiwa vijiweni dadeki. Na nimeandika hivi kwa kujua nitampata mtu mwingine mmoja wa kuniponda sana. Jifanyeni kama kujikuna tuone. Lakini huyu mwingine wa mwisho yeye akasema, kwa nini baadhi ya Watanzania mnamuita Lissu msaliti? Si haki. Mnapaswa kufuatilia historia ya Lissu akiwa mwanasheria mpaka kuwa mwanachama CDMA. Watu wa namna ya Lissu Ziti akiwa Halima moja na wapambanaji wengine wa bunge ni wa kuheshimiwa sana. Hii serikali ina madunduka wengi, madudu mengi ya wizi wa mali za umma, ufisadi, monopoly, matatizo kibao. Yani imefika wakati imekuwa kama ni mradi wa watu fulani. So hayo yalikuwa ni maoni ya Watanzania na wengine ambao wanafuatilia hii kesi ya Lissu. So kesi imetajwa kuja kusikilizwa tena tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu. So tuone ni nini ambacho kitatokea kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia Tundu Antipas Lissu.